بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين أيدينا mbele yetu au kwenye mikono yetu tuna kitabu kinachoitwa Ad-Da'u wad-Dawa'u. Ad-Da'u maana yake ni maradhi. Ad-Da'u maradhi, ugonjwa. Wad-Dawa'u ni dawa, tiba. Kitabu hiki kilitangaa kwa jina la Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi, jawabu yenye kutosheleza au majibu yenye kumtosheleza yule aliyeulizia dawa yenye kuponya. Lakini pia imekuja kwa jina la Ad-Da'u wad-Dawa', cha mwandishi ambaye si mgeni kwenu, bali nikisema si mgeni itakuwa nimeteremsha pia ile nafasi yake, kwa mwandishi ambaye ametangaa katika ulimwengu wa Kiislamu kama mwanachuoni hodari aliyetabibu wa maradhi mbalimbali yanayowasibu watu, yakiwemo maradhi ya nyoyo. Na isi mwingine ni al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayyuba ibn Qayyim al-Jawziyya شمس الدين. الإمام ابن القيم ni علم فأنه على رأسه نار، علم تهتم الهداة به، أو ni علم كأنه على رأسه نار. mwanachuoni maarufu ghaniyun 'ani at-ta'rif, hahitaji kutolewa maelezo mengi. Ni mwanafunzi katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na huyu ni mwanafunzi wake bora kabisa miongoni mwa wanafunzi wengi wa Ibn Taymiyyah. Amefariki mwaka 751 Hijriya. Shamsuddin. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ukisoma vitabu vyake utaona vimejaa elimu nyingi sana na hikma nyingi na maneno mengi ya kuwatibu wagonjwa, kwa sababu sisi wanadamu tunakumbwa na magonjwa, yale magonjwa ya dhahir na magonjwa ya ndani, ya nje na ya ndani. Magonjwa ya nje ni yale yanaweza kutibiwa hospitalini au na matabibu wa kienyeji, pia wa mitishamba, au matabibu wa kisasa wa hospitali, kwamba huyu ana maradhi ya sukari au ana maradhi ya pressure, ana maradhi ya moyo, ana maradhi ya saratani, ana maradhi ya malaria, typhoid, UTI, afana Allah wa iyyakum min hadhihi al-amrad, na maradhi mbalimbali.
yawe ni yale yako nje au ya ndani ya mwili, lakini bado yanakuwa ni maradhi ya nje kwenye viungo vya mwanadamu, viungo vya ndani au viungo vya nje. Wako matabibu kwa jambo hilo, lakini kuna maradhi ambayo huwezi kutibiwa kwa kunywa dawa, wala huwezi kutibiwa kwa kwenda hospitali na kudungwa sindano na mengineyo au kwa operation. Na haya ni maradhi yaliyo ndani katika moyo, na maradhi makubwa kabisa ni al-kufru billah washirku billah. Haya ni maradhi yaliposemwa katika Qur'ani kuelezewa wanafiki fi qulubihim marad, ndani ya nyoyo zao kuna maradhi. Ni maradhi ya aina hiyo, maradhi ya ukafiri, maradhi ya unafiki. Sasa haya maradhi yako mengi sana, mengi, lakini kubwa yao katika maradhi hayo ni ashirku billah. Na maradhi ya shirki yamezungukwa kando kando yake na maradhi mengine makubwa ambayo yakilinganishwa na hiyo shirki hayo ni madogo, lakini makubwa, kama kibr na maradhi ya moyo. Kuna daktari au kuna hospitali ya kuweza kutibu kibri, kwamba ukienda utapigwa drip alafu kibri kitaondoka? Hakuna. Ujub, kujiona, mtu kuwa anajiona kwamba ni mimi nani, kwa yule nani, anajiona ni bora kuliko yoyote. Kila anaambiwa kwa yeye ni mdogo, hana qima, malahu qima. Kwa hiyo anadharau watu wengine kwa vile anavyojiona katika nafsi yake. Haya ni maradhi. Wako watu wameumbwa au wapo katika ulimwengu watu wana tabia hiyo. Kuna wengine anawafanyia wengi na mwingine anawafanyia kidogo na wachache hivi, kila mmoja ana mahali pake. Mwingine anaweza kujiona kwa sababu ya mali, mwingine anaweza kujiona kwa sababu ya nguvu na afya alionayo, misuli alionayo, kutembea anajifutua na kujitutumua, anajiona. Mwingine kwa sababu ya nasab alionayo, kuna sababu yake, sisi ni kina fulani, sisi ni kina fulani, akawadharau wengine. Wengine kwa sababu ya makabila walionayo, kabila yake, akawa ana ujbu katika hili. Mwingine kwa sababu ya ilmu alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akajiona katika hili. Maradhi haya, kuna sababu nyingi za kupelekea watu wakapatwa na maradhi haya. Ni maradhi magumu sana. Kama Allah hatakudiriki kwa rahma zake, utakuwa min al-khasirin. Ni katika maradhi ya ndani ambayo a'ya al-atibba, wametopewa matabibu, hawezi kuyatibu. Lakini pia katika maradhi kuna maradhi ya al-hawa, mapenzi ya nafsi. Kuna vitu vyako wewe wavipenda, hata uambiwe qala Allahu wa qala ar-rasul, wewe huko tayari kusikiliza hiyo qala Allahu wa qala ar-rasul, kwamba amesema Allah fanya kadha, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam fanya kadha. Msizifanye hivi, nitafanya hivi alafu nikoshe jambo hili. Mapenzi ya nafsi. Amesema Allah acha jambo fulani, usifanye jambo fulani. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam usifanye jambo fulani. Sawa, lakini hapana, nikiacha hili alafu itakuwaje? Hawa ya nafsi, yani mapenzi ya nafsi yanakhalifiana na au yanapingana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo. Ukitaka kujikuta kwenye hili, jitazame kwenye amri na makatazo. Je, una hawa ya nafsi? Vitu vidogo vidogo tuviangalie, unavitekeleza au unavitafutia njia ya kujitakasha, kwamba
hakuna ulazima au hakuna umuhimu wa kufanya au kuacha. Ile ni hawa ya nafsi na ni maradhi yenye kuangamiza, na yamesemwa vibaya ndani ya Qur'ani. Haya yote niliyotaja ni katika maradhi yaliyotajwa vibaya ndani ya Qur'ani, na sheitani hupita kwenye njia hizo. Sheitani hutumia njia hizo. Hakuna dawa, hakuna vidonge vya kumeza vitakavyo kukusaidia wewe kukukinga na hawa, hakuna. Kwa hiyo katika hawa panazalikana mambo mengi, yani kufuata matamanio ya nafsi. Hawa ya nafsi ndio inakupelekea wewe ukaingia katika albid'a. Hawa ya nafsi inakupelekea wewe kuingia katika maasi. Hawa ya nafsi inakupelekea wewe kuyaacha yale yaliyokuwa muhimu na wajibu juu yako. Hawa ya nafsi, nafsi yako yataka vile, sheria yataka hivi, ukatanguliza mapenzi ya nafsi yako. Sasa yale ni maradhi yamewaangamiza wengi katika waliotangulia. Yattabi'una illa madha illa dhanna wama tahwa al-anfus, na ile inayopendwa na nafsi. Hawafuati isipokuwa dhana tuna yale yanayopendwa na nafsi. Kwa hiyo je, waona kuna dawa huko hospitalini au kwa watabibu wa mitishamba wakitangaza dawa za hawa ya nafsi? Watatangaza dawa zote kwenye mitandao na sehemu mbalimbali, lakini hii wamekoma, hawataweza. Si matabibu wale watangazia watu kuna dawa, matabibu za kusafisha nyota, ya kumvuta mpenzi aliye mbali. Basi kuna dawa pia za kupata visa, green card ya kwenda Amerika. Lakini mwenye kijijini huko ndani kimuuliza mganga hajigangi bwana, watakutajia dawa zote, uwe na mvuto, kazi, utapata kazi nzuri na mambo mbalimbali, pesa nini. Lakini haya maradhi yote tuliyotaja haya hawana dawa nayo, dawa zake hawana, na ndio maana hata ujasiri wa kuzitangaza dawa hizo hawana. Sio hawa wa mitishamba wala wale wa hospitalini. Nenda India, nenda China, nenda Uturuki, nenda Amerika, nenda popote utapata. Na katika maradhi mabaya pia ya nafsi yanayokumba watu baada ya mambo ya shirki billahi na mengineyo tuliyataja, kibri, ujub, alhawa, pia ghurur inaingia katika hiyo. Mtu kuwa na ghurur, kuhadaika, hubbul mali wal jahi na mengineyo katika mambo yanaingia katika nafsi. Lakini pia ni al-ishq. Kuna kitu cha al-ishq. Ishq inakuwa na pande mbili, mwanamume kumpenda mwanamke au mwanamke kumpenda mwanamume. Hii ni maalum kwa ajili ya wapenda nao. Maradhi haya, muulizaji mmoja alimuuliza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kuhusu maradhi fulani ambayo hakuyataja, na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akaleta jawabu ambalo halikuweka wazi maradhi haya, lakini maelezo yamekwenda akataja, watu wakafahamu kumbe kuna al-ashiq aliyemuuliza. Unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini katika vitu vilivyowaangamiza watu. Mtu akampenda mahbubati wake mpaka akavuka mpaka, yani mwanamume akampenda mwanamke, awe ni mke au mwanamke anataka kumwoa au kinyume cha hivyo. Na hivyo mwanamke
kwa mwanamume. Ikawa mapenzi yale yameingia katika moyo wake, yakauenea ule moyo mpaka yakakaribia kumuua. Mambo haya pia yanawatoa watu, yanawavua dini na dunia, bali inawavua mpaka roho zao. Watu wanakufa kwa jambo hili. Ni katika maradhi ambayo idha stahkama azza ala al-atibba'i dawa'uhu, yanapokuwa yamekaza, yameingia katika mahali na akakaa vizuri, watamakkan, madaktari huwa hawawezi, wanatopewa katika kuyatibu. Wa ayal alila dawa'u. Sasa sheria ya Kiislamu imewekea dawa. Msemaji mmoja alisema alhubbu da'un 'udhalun la dawa'a lahu. Alhubbu da'un 'udhalun la dawa'a lahu yaharu fihi al-atibba'u an-nahariru. قد كنت أحسب أن العاشقين غلوا في وصفه فإذا بالقوم تقصير. أسمى mapenzi ni maradhi sugu ambayo hayana dawa. Wametopewa matabibu wabobezi. Ni maradhi sugu yaharu fihi al-atibba'u an-nahariru, wanatopewa wale matabibu walio mahodari wabobezi. Msemaji asema qad kuntu ahsabu anna al-ashiqina ghalaw fi wasfihi, mimi nilikuwa ninadhania kwamba wenye mapenzi hayo wamevuka mpaka katika kuyaelezea kwamba hawa sasa wamezidi bwana. Fa idha bilqaumi taqsiru, kumbe jamaa hata wao pia wamepunguza katika ile kueleza kwake, wameshindwa kuyaeleza. Kitu kibaya kabisa kinaharibu dini na kinaharibu vile vile dunia. Kuna kisa kimoja zamani niliwahi kusoma, kieleza katika vitabu vya Taraif na kwenye vitabu vya kina al-Asma'i. Wengine wananasibisha na Umar, lakini ni kadhib wa zuru wa buhtan ala Umar. La tasihu hadhihi alqissa an Umar, ni maneno yameegemezwa kwa al-Asma'i. Pale asema al-Asma'i, mimi nilipita siku moja mahali katika mtaa, nikaona kuna abiyati zimeandikwa kwenye jiwe hivi, pameandikwa aya ma'shara al-ashiqina billahi khabiru idha halla al-ishq bil fata madha yasna'u. Kijana tu bachelor shunini kaandika pale kwenye mashairi yake, sawa, aya ma'shara al-ashiqin, enyi wapendana wao nyinyi, wenye kupenda nyinyi, billahi khabiru, na hapa kwa Allah, hebu elezeni idha halla al-ishq bil fata madha yasna'u, ishqi itakapokuwa imemvaa kijana afanye nini? Ataka ushauri, lakini kaandika kwa shairi. Akaja yule al-Asma' naye akaandika maneno pale, akamwambia yudari hawahu thumma yaktumu sirrahu wa yakhsha fi kulli al-umuri wa yakhda'u. Basi aendane na yale matamanio yake, kisha aifiche siri yake, asimwambie mtu, anyenyekee kwenye kila jambo na ajidhalilishe katika kila jambo, anyenyekee. Sasa asema baada ya kuandika maneno yale, nikarudi mimi siku nyingine, siku ya tatu au siku ya pili, nikakuta yule kijana kaandika tena yale maneno pale. Asema wa kaifa yudari wal hawa qatilu al-fata wa fi kulli yawmin qalbuhu yataqatta'u. Vipi bwana ataweza kuendana na mapenzi yake? Vipi aendane na mapenzi yake na hali ya kuwa haya mapenzi ni yenye kumuua huyu kijana, na kila uchao, kila siku moyo wake unakatika katika. Akachukua chaki sujiwe na yeye akaenda kaandika pale, idha lam yajid sadran likitmani sirrihi falaysa lahu shay'un siwa al-maut yanfa'u.
ikiwa hakupata subra ya kuweza kuficha siri yake, basi hakuna kitu chochote kitakachomsaidia isipokuwa mauti. Nenda zake. Siku ya 3 anapita pale, akamkuta mtu amelala pale, kumbe kashakufa. Asema sami'na ata'na thumma mitna faballighu salami ila man kana fi alwasl yamna'u hani'an li arbabi an-na'im na'imuhum walil'ashiq almiskin ma yatajarra'u. Kwa akatoa salamu pale kwa basi mimi ndo nafa, lakini tumesikia, tumetii. Sami'na ata'na thumma mitna, tumesikia, tumetii, kisha tumekufa sisi. Kufikisha salamu zangu kwa yule ambaye anawazuia watu na kufanya mahusiano. Pia nawapa hongera wenye neema kwa neema zao, na yule anayependa aliyedhaifu maskini kile anachokigumia katika machungu pia nampa hongera. Kwa akamkuta yule mtu kafa pale. Ni story, sio? Al-Asma'i ameeleza, lakini ukisoma katika baadhi ya vitabu, hata Ibn al-Qayyim ana Rawdatul Muhibbin, vitabu vingine wala kazungumza maneno mengi sana. Watu wamemlaumu sana Ibn al-Qayyim kwa nini kaandika maneno yale, lakini inaonekana ilikuwa ni matatizo makubwa mno katika wakati wao. Ni vitu ambavyo vijana vikiwavaa, mtu akiingiliwa na mambo ya al-ishqi katika umri ambao ni mubakir, mapema, basi mustakbali wake unaharibika. Yeye kutu akikaa amfikiria mpenzi wake, hawezi kusoma, hawezi kuhifadhi, haelewi kitu, hakuna chochote, yeye afikiria mpenzi wake. Unaweza kaona kama ni jambo dogo hivyo, lakini ni mushkila, ni da'un udhalun a'ya al-atibba. Sasa dawa yake nini? Sasa billahi alaykum, ikiwa wakati huo lilikuwa ni tatizo na likahesabika kuwa ni janga linalohitaji matibabu ya haraka, mpaka al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akakiandika kitabu hiki, wewe waonaje katika wakati huu ambapo matatizo ya aina yote kwa watu waliotangulia yote yaliyokuwepo, basi safari hii imekuja kisasa zaidi? Waonaje hali kama hiyo? Bila shaka kutafutiwa ilaji ambayo ni munasib, tiba yenye kunasibiana na jambo hilo, ni kitu ambacho siwezi kusema hakizuiliki, ni kitu ambacho kinatakiwa kipewe kipaumbele. Na tiba iko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maneno ya atibbaul bari'in kama al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa sababu hao mabwana wakubwa, wanaitwa mabwana wakubwa ambao wanaweza kukushauri katika jambo hili, wao wenyewe wakifika wakati pia wajinyonga na suti yake, kajinyonga na tai yake aloivaa shingoni. Kwa hiyo watu hufikia wakati wakajiua kwa kunywa sumu, wakajiua kwa kujipiga risasi, wakajiua kwa kujirusha katika majengo marefu na njia mbalimbali, kwa sababu ameambiwa fulani hutamuoa wewe, hutaozeshwa mwanamke fulani, au mwanamke fulani hutaolewa na mwanamume fulani, hatutaki, hamtaki, sawa, mtaona. Ajiua. Watu wangapi na kesi ngapi hizo zimepita kwa watu, wakazidhulumu nafsi zao, wakayafanya haya waliowafanya. Sasa tiba yake ni nini? Yuko daktari anaweza kutibu mambo haya? Aljawabu la, hakuna. Imam rahimahullah ta'ala alisema, fa in qila wa hal ma'a dhalika kullihi min dawa'in li hadha ad-da'i al-'udhal wa ruqyatin li hadha as-sihr al-qattal wa ma al-ihtiyal li daf'i hadha al-khayal al-khabal wa hal yamliku al-'ashiq qalbahu wal-'ishq qad wasala ila suwaydatihi. Aliulizwa,
Sasa je, pamoja na hayo yote yaliyotajwa katika maradhi haya ambayo ni maradhi sugu, je, kuna dawa, kuna matabano, kuna ruqya ya kuweza kuiua hii sihiri na uchawi huu wenye kuua? Kuna hila yoyote? Ndio Sheikh al-Imam akaandika kitabu hiki kwa lengo la kuwapa ponyo wenye maradhi ya aina hiyo ambayo ni maradhi ya ndani yasiyowezekana na madaktari. Akatumia njia mbalimbali za kueleza za kumsaidia mtu kwa njia za tauba, kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka dawa kubwa ya shirki ni tauhid. Kwa akakumbusha juu ya swala la tauhid na mtu kukithirisha tauba na istighfar na kuepuka madhambi na asbabu zake. Akaeleza aliyoeleza mpaka akafika katika mlango wa adhkar, mlango wa adhiya na adabu zake na namna ya kufanya ili kulitibu gonjwa hili sugu na mfano wake. Sasa sisi mwaka jana au mwaka juzi kwenye darasa zetu za mwezi wa Ramadhani tulikisoma hiki kitabu mpaka mahali fulani hivi, tukawa tumesogea. Sasa hivi ikhwa baadhi yao wameshauri kwamba miaka miwili iliyopita ni mingi, na wengi waliohudhuria hapa ni wageni, hawakuwepo wakati huo, au wengine bado walikuwa hawajakuwa na akili za kusoma, na watu sasa wana vitabu. Kwa nini kisianze mwanzo kitabu hiki? Rai ambayo naona kama wengi wataiunga mkono hapa, kama turudi tena nyuma tuanze mwanzo. Ndio hivyo. Wewe umewakilisha watu wengine wanakuambia hivyo, au wewe tumeona wamesema? Sasa tabii tufanye hivyo, nisome kidogo tu kwa sababu muda nao umeisha, na mimi nitaka kueleza tu ile utangulizi wa kitabu hiki, ambapo ni jambo muhimu sana, kwamba maudhui ya kitabu hiki ni nini. Kwa sababu ukasoma ibara ukazielewa, lakini kama hujui kitu gani kinachosoma, kwa sababu hujafahamu malengo hasa ya kuandika kitabu hiki na madhumuni ya mwandishi. Mimi nitasoma kwa mujibu ilivyokuwa kwenye chapa yangu. Ni chapa ya thamani, imehakikiwa na kuhudumiwa vizuri sana, na nikitazama tunaona yangu ni kubwa zaidi kuliko vitabu vyenu. Nadhani hapijafanywa uhakiki mzuri wa kielimu. Kwa mara nyingi ushakuta makosa uje kwako, sawa? Mara nyingi vitabu ambavyo havijahakikiwa kielimu havisalimiki na makosa, na ndio vitabu vya bei rahisi. Al-muallif rahimahullah ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, hapana hila ya kukengeuka kuyaacha maasi, hakuna ujanja wa kukwepa maasi, wala hapana nguvu za kutenda taa isipokuwa kwa msaada wa Allah aliye juu aliye mkubwa. Ma taqulu as-sadatu al-ulama a'immatu ad-din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ibtuliya bi baliyya. Kwa vizuri patikana msomaji akasoma. Soma Abu Abdullah, soma mahali fulani alafu سم الله واقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق،
فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه: الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. نعم، حسبك، بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين؟ wanasema nini mabwana wakubwa, wanawazuoni, maimamu wa dini, Allah awaridhie wao wote, fi rajulin ibtuliya bibaliya, kuhusu mtu aliyeonjwa, aliyejaribiwa, ubtuliya, aliyejaribiwa, aliyepewa mtihani kwa balaa fulani, wa alima annaha in istamarrat bih afsadat alayhi dunyahu wa akhiratahu, na akajua, alima kwa maana ya kuyakini au kudhana pia vile vile, na akayakini kwamba maradhi hayo yakiendelea kwake yatamharibia dunia yake na akhira yake, na akajua kwamba maradhi hayo yakiendelea kwake yatamharibia dunia yake na akhira yake. وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، na amejitahidi kuyaondosha kwenye nafsi yake kwa kila njia, ametumia njia nyingi sana kujikinga na maradhi hayo. Fama tazdadu, katika chapa imekuja fama tazdadu, sawa, wani kwingine fama yazdadu, fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan, hayazidi hayo maradhi isipokuwa kuwaka na ugumu. Fama alhilatu fi daf'iha, ni ila gani, ni ila ipi ya kuyaondosha maradhi hayo? Wa matariqu ila kashfiha, na ni njia ipi, ni ipi njia ya kuyaondosha, kuyafanya kashfu, kuyaondoa maradhi hayo? Farahimallahu man aana mubtala, basi Allah amrehemu yule aliyemsaidia aliyepewa mtihani. Yoyote ambaye atamsaidia mtu aliyepewa mtihani, Allah na yeye amrehemu. Fa wallahu fi auni al-abdi, na Allah yuko katika kumsaidia mja. Ma kana al-abdu fi auni akhihi, muda wa kuwa mja yuko katika kumsaidia ndugu yake. Aftuna ma'jurin, tupeni fatwa. Aftuna, afta yufti, kwa imekuja amri. Aftu, tueni fatwa. Aftuna, tupeni fatwa. Ma'jurin, hali ya kuwa nyinyi ni wenye kulipwa, mtalipwa, tupeni fatwa. Faajaba al-shaykh al-imam al-alim shaykh al-islam mufti al-firaq, akajibu Sheikh Imam alim Sheikh al-Islam ambaye ni mufti wa makundi mbalimbali, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyuba, imamu al-madrasah al-jawziyya, ambaye ni imam katika al-madrasa al-jawziyya. Baba yake pia alikuwa ni qayyim wa hiyo madrasa, ndio maana akaitwa ibn Qayyim al-Jawziyya. Baba yake pia alikuwa ni qayyim katika madrasatul Jawziyya bi Dimashq al-Mahrusa, iliyoko huko Damascus, mji wenye kulindwa na Allah radhiyallahu anhu. Anasema alhamdulillah, sifa njema zote zinamstahiki Allah. Katika chapa imekuja rabbil alamin, chapa nyingine
ثبت في صحيح للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه imethibiti katika sahihu al-Bukhari katika hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema katika chapa nyingine mwa fi sahihain fi sahih Muslim wal Bukhari Bukhari wa Muslim kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ma anzala Allahu da'an Allah hajateremsha maradhi yoyote illa anzala lahu shifaa isipokuwa ameyateremshia maradhi hayo dawa ponyo kwa maana kwamba hapa tutakuonyesha kwamba maradhi yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anayeleta katika ardhi kwa sababu mbalimbali kwa hiyo hakuna maradhi ambayo Allah ameyateremsha isipokuwa ameteremsha na dawa yake yakija maradhi dawa yake ni hii وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نكون katika sahih Muslim katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma قال amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam likulli da'in dawa'un kila maradhi yana dawa fa idha usiba dawa'u da'i bari'a bi idhnillah ikipatikana dawa ya maradhi bara'a bi idhnillah atapona kwa idhini ya Allah ikipatiwa ile mtu akawa amepewa dawa ndiyo maana usiba kwa sababu wakati mwingine unaweza kupewa dawa ikawa sio kwa maana haile jinsi yake na naui yake sio kabisa maradhi ulionayo na dawa unayopewa tofauti pengine dawa uliyopewa yanazidisha maradhi haya na haya ni wasibu wagonjwa wengi au kapewa dawa ikaibua maradhi mengine makubwa zaidi kuliko ulionayo sawa au unaweza ukapewa dawa ndiyo lakini imekosewa katika wasifu wake dozi yake ni kubwa au dozi ni ndogo kwa hiyo lakini ikipatiwa ile dawa fa idha usiba dawa udai ikipatiwa ile dawa ya maradhi bari bi idhnillah atapona kwa idhini ya Allah وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نيكو katika musnad Imam Ahmad katika hadithi ya sahaba Usama ibn Shariki kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa hakika Allah hajateremsha maradhi yoyote isipokuwa ameyateremshia dawa ameyateremshia uponyo alimahu man alimahu ameijua dawa hiyo aliyeijua yule mwenye ujuzi Allah ambaye amemfahamisha ameijua dawa hiyo wajahilahu man jahila na hakuijua ambaye hakujua sio watu wote wanaweza kujua hiyo dawa sio kusema maradhi haya hayana dawa hujaijua wewe hamjaijua nyinyi dawa ipo wa fi lafdhin na katika tamko jingine ambalo ameitaja al-Imam Tirmidhi na Abu Daud na Ibn Majah na Ahmad na Tabarani na wengineo katika hadithi Thawri wa Shu'ba wa Uyayna wal A'mash anataja riwaya nyingine inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaa hakika Allah hakuweka ugonjwa wowote isipokuwa ameuwekea ponyo au dawaan au ameuwekea dawa illa da'an wahida isipokuwa ugonjwa mmoja tu qalu ya rasulullah ma hu wakasema wale masahaba ewe mtume wa Allah ni ugonjwa gani huo qala alharam akasema ukongwe uzee hauna dawa shekhi jifanye utakavyojifanya uweze kutibu قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح هي حديث حسن تنا صحيح وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن حديثه inaenea maradhi ya moyo maradhi ya roho na maradhi ya mwili wa adwiyataha na unaenea pia dawa zake kwa maana hata yale maradhi ya nyoyo yana dawa zake maradhi ya roho yana dawa zake maradhi ya mwili yana dawa zake inaenea maradhi yote na dawa zote wallahu ta'ala a'la wa a'lam
tunatanazal juu ya ombi lenu tumeanza mwanzo, na mwanzo tumeona kwamba hakuna maradhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewekea dawa, na yeye ndiye aliyeteremsha maradhi na ameteremsha dawa. Maradhi yakipatiwa sawa sawa dawa yake kwa idhini ya Allah mtu hupona, isipokuwa maradhi mamoja tu, uzee. Na ndio maana pia wale wanaouza madawa wanaogopa kudanganya, kwamba kuambia wazee kwamba kuna iko dawa ukinywa utarudi kijana, uzee utaondoka. Hawezi kusema hivyo. Watakupa namna tu, kuna cream kipaka utaondosha makunyanzi, utaonyesha kitu gani, mvi zitaondoka, lakini uzee haujifichi, na ni khairi na ni baraka, kama vile zilivyokuwa mvi ni nur. Sawa, hata uzinyofoe zaja tu azishi. Kwa hiyo hakuna dawa ya uzee. Katika baadhi ya riwaya au hadithi zimekuja maradhi ambayo hayana dawa ni kifo, bali ujinga pia umefanywa kuwa ni maradhi na yamewekewa dawa. Ujinga una dawa yake, na dawa ya ujinga ni sualul ulama, ni kuwauliza wanawazuoni, ndio dawa yake kama tutakaposoma kwenye darasa ya kesho insha Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kwa hesabu tarehe 2 Ramadhani.